Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Na nipende kukukaribisha sasa kwenye kipindi chetu na kwenye darasa letu ambalo Mungu anatupa kibali na neema kuwepo hapa kila siku. Haleluya, haleluya. Na kwa wewe pia ambaye ni mara ya kwanza, jina langu utaona hapo chini, inaitwa Mwalimu Josiah James, ni mwalimu wa neno la Mungu na vile vile ni mhubiri wa neno la Mungu. Haleluya. Kwa niko hapa kwa ajili ya kazi hiyo maalum, kwa ajili ya habari njema, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiamini kabisa nitashirikiana na wewe effective kabisa, nikijua na wewe ni mtumishi wa Mungu, na wewe una nafasi katika kazi ya ufalme wa Mungu, na wewe una nafasi katika mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo siwezi kukamilisha peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. You are, na wewe ni sehemu ya huo mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mwili wa Kristo uwe kamili, ndio tunafanya kama namna hii. Tunashirikishana. Mimi naachia hiki kwa nafasi yangu, naamini na wewe ukikipokea utafanya kwa nafasi yako, and mwisho wa siku tunaona mwili wa Kristo unakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulikuwa na somo letu kwa siku za nyuma hapa, ambapo leo tutaendelea nalo. Tulikuwa na somo lenye kichwa kinasema namna ambavyo dhambi inaweza kutoa kwenye nafasi ikiwa bado unatumika. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo dhambi inaweza kutoa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa au kuweka ikiwa bado unatumika. Bwana Yesu asifiwe. Tukagusia huko nyuma ambako sitaweza kupitia, ila sasa ninakupenda wewe mpenzi mtazamaji, pata muda baada ya mafundisho haya, pitia masomo ya nyuma, utapata kuelewa tumetoka wapi na tunaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Tulisema ya kwamba ni dhambi peke yake inaweza kukutoa kwenye nafasi wewe. Shetani hata kuzuia kutumika. Utatumika, lakini katika namna ya kiroho au katika jicho la kiroho utakuwa nje ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuliangalia mambo kadha wa kadha, mambo ya msingi matatu huko nyuma tuliangalia. Tulisema jambo la kwanza ili la kufahamu katika somo hili, nilikuandikia hapa, dhambi haimzuii mtu kutumika. Atatumika lakini nje ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale tukatoa mifano. Usishangae kuona mtu ni mwimbaji mzuri, mwana praise mzuri, lakini ni mzinzi mzuri. Anaelewa kabisa baada ya kutoka ibadani anaenda wapi. Usishangae kukutana na mwombaji mzuri lakini ni mwongo mzuri, msengenyaji mzuri, lakini kwenye vikundi vya maombi unampata, kwenye muda wa maombi unampata. Usishangae ni shemasi mzuri lakini ni mlevi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. They are served in church, bado wanatumika kanisani, lakini na spiritual lens, katika ulimwengu wa roho, they are out, wako nje ya nafasi ambayo Mungu alitazamia uwataketi hapo na watazama matunda pale. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema kwamba ndio pale Yesu atakuja kusema kwa kauli ile, wengi watasema mimi nilikuwa shemasi Yesu, mimi nilikuwa natoa watu nilikuwa natoa mapepo kwa jina lako, mimi nilikuwa mchungaji, mimi nilikuwa mwalimu, lakini Yesu atasema ondoka kwangu siwajui nini. Sasa na nikakuomba na nikakusii sana, naomba isiwe hivyo kwako, asije akakukataa Yesu siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tukaliangalia la kuzingatia, tukasema dhambi haizoeleki wala haitakuja kuzoeleka. Yaani ukiona ukisema kwamba zamani ulikuwa unaogopa dhambi lakini sasa hivi uogopi dhambi, yaani jua kwamba zamani ndio ulikuwa mtu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani zamani ndio ulikuwa konki mwenyewe. Yaani zamani ndio ulikuwa komando, zamani ndio ulikuwa mtu mwenyewe yani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani zamani ndio ulikuwa jembe la Mungu. Yaani zamani ndio ulikuwa chombo cha Mungu. Ukiona ulikuwa unaogopa dhambi, lakini sasa hivi ukiona dhambi uogopi, jua kabisa tayari umeisha ndugu yangu. Yaani umeisha. Unaishi lakini tayari katika ulimwengu wa roho umekufa. Huna ujanja. Bwana Yesu asifiwe. Huna ujanja. Kwa hiyo tukaangalia katika mapana kwamba dhambi haizoeleki wala haitakuja kuzoeleka. Usije kutuletea habari kwamba zamani nilikuwa ninaogopa dhambi lakini sasa hivi mbona ninaweza kufanya hivi. Hicho kitu kinakuwa hakipo wala ki make sense katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kitu cha tatu au jambo la tatu la kufahamu katika eneo hili la dhambi, tukagusia hapa ninagusia hapa leo. Nimekuandikia hivi, epuka kwenda mbele za Mungu kutetea dhambi ulizozifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya mpenzi mtazamaji. Ninarudia tena. Epuka kwenda mbele za Mungu kutetea dhambi ulioifanya au ulioshiriki. Bwana Yesu asifiwe. Okay. If you need to see the help of God, kama unahitaji kuona msaada wa Mungu kwenye eneo la dhambi ambayo unaona kwamba imekutesa kwa muda mrefu, umeona kwamba umetumia mbinu zote kushinda hiyo dhambi, imekushinda. Sasa
jambo muhimu la kufahamu, mojawapo litakalokusaidia ku overcome hiyo dhambi, kushinda hiyo dhambi, ni kuepuka kutetea hiyo dhambi uliyoifanya au uliyoshiriki kwa namna moja ama nyingine. Okay, kwa nini nasema hivi? Kwa mfano, utakutana na mtu mwingine ofisini, bosi anaweza kama ameacha fedha pale kwenye ofisi, ameacha fedha mezani au ameacha fedha mahali fulani. Yule mtu mwingine akawa ameiona ile fedha kwa siku ya kwanza iko pale pale, siku ya pili iko pale pale, wiki inakata iko pale pale, na wakati anaiona ile fedha iko pale pale, iko mazingira yale yale, hakuna mtu anayeulizia, hakuna mtu aliyechukua. Alafu wakati huu jamaa anapita kipindi cha shida, anapita kipindi cha uhitaji wa fedha, anapita kipindi cha uhitaji wa fedha, anahitaji fedha, ana pesa ya kula, ana pesa ya kulipa kodi, ana pesa za kusomesha, za kupeleka watoto shuleni. Na kija kuangalia katika mazingira yote, amejaribu kutafuta hiyo fedha kuweza kumsaidia kwenye hayo maeneo, amekosa. Anakuja na kukutana na tukio hili, fedha iko pale ofisini, ameiona sehemu fulani, lakini katika mazingira haya yeye anaona hakuna anayeulizia, wiki inakata. Sasa inafika hatua huyu jamaa anashawishika kuchukua ile fedha, au huyu mtu anashawishika kuchukua ile fedha, akachukua ile fedha akapita naye. Sasa as the time went up, baada ya muda bosi anakuja anaulizia ile fedha, maana anajua alipoiweka. Anaulizia, kuna fedha niliweka hapa, iko wapi? Na yeye anasikia bosi anauliza kuhusu ile fedha, ajibu, ananyamaza, mpaka inafika hatua ambayo ofisi inakosa amani, inakosa uaminifu, mpaka inafika hatua ambayo mwizi anakuwa hajulikani ni nani aliyepita na zile fedha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa njoo kutana na huyu mtu kwenye maombi, utamkuta sasa kwa sura hii, anamwambia Mungu, ni kweli ile fedha nilichukua, lakini sasa hata Mungu angalia, kweli mimi ni binadamu, nilikuwa na uhitaji, lakini iko pale, ilikaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki, Mungu ilikaa pale, na mimi kama ulivyokuwa unaniona hali yangu ilivyokuwa, mimi ningefanyaje Mungu? Na mimi pia ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anatengeneza mazingira ambayo ili Mungu amchukulie poa, yani Mungu anataka Mungu amchukulie namna fulani hivi, ili aone kwamba hakukosea, mazingira yalimshawishi. Mwingine ni kweli unakuta anafanya dhambi ya uzinzi, utasikia ukimkuta kwenye maombi, anambia Mungu, mimi sikutaka wala sikupenda, ni yeye amenilazimisha. Huyu yuko anaomba katika namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii kitu, nisikilize kwa makini, ni ngumu sana kuona msaada wa Mungu kwenye hayo maeneo ya dhambi ya namna hiyo. Unapohitaji Mungu akusaidie, unapohitaji Bwana akutokee, epuka kutetea dhambi. Epuka kuona kwamba wewe huna kosa kwenye ile dhambi, unatafuta sababu kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. It will cost you, sababu Mungu anaelewa na alijua kabisa hiyo kitu utakutana nayo. Lakini na kwa nini alijua hivyo? Because he was aware that the ability to overcome that sin he put in you, ameweka ndani yako uwezo wa kushinda ile dhambi, alishaurelease ndani yako. Sasa huna namna ya kwenda mbele za Mungu kusema, Bwana, mazingira haya mimi sikutegemea kufanya, mimi sikutegemea kuzini, mimi sikutegemea kunywa pombe, nilipigiwa simu, nilijua ninaenda kuongea katika mazingira ya kawaida, nikakuta nikalazimishwa na mimi nikashiriki. Hutaweza kuona msaada wa Mungu. Kwa hiyo ninakuomba mtumishi wa Mungu, unapoendelea katika eneo hili la dhambi, unapotaka kufahamu ya kwamba dhambi inavyotafuna watu na kuwatoa kwenye nafasi, ni katika mazingira haya. Bwana Yesu asifiwe. Epuka kutetea dhambi mbele za Mungu. Sasa ninakutaka tutumie dakika chache hapa, Mimi sijajua neno gani ambalo wewe unapita sana, ambalo unaona kabisa hii dhambi inanitesa, hii dhambi kila nikipambana nayo siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui neno gani ambalo kwako unaona kama lina shida fulani, ambalo unahitaji msaada. Umejitahidi lakini umeona uchomoki hapo. Umejitahidi kwenye uzini lakini wapi? Mwezi umekaa tu, wiki unaona wiki ni ndefu sana bila kukutana na mwanamke. Umekaa mwezi unaona kama kitu ambacho unaona hakiwezekani kwako. Listen to me. Niko hapa, Mungu kanituma mbele yako, Mungu kanituma kwako. Niko hapa mtumishi wa Mungu ya kwamba anasema wewe uwezo uko ndani yako. You can overcome it. Come on somebody. Unaweza kushinda hiyo dhambi mtumishi. Hakuna dhambi ngumu mbele yako, hakuna linaloshindikana kwako. Dhambi yote ambayo adui anatafuta mpenyo ili wewe kushinde, you can overcome it. Okay, naomba nifuatishe maneno haya. Na uone msaada wa Bwana ukikutokea mahali ulipo. Nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Naomba rudia tena, Bwana Yesu. Ninakushukuru
kwa ujumbe wako, kwa ujumbe wako ulionipa siku hii ya leo, ulionipa siku hii ya leo. Ni kweli e Bwana, ni kweli e Bwana, dhambi hii imenitesa kwa muda mrefu, dhambi hii imenionea kwa muda mrefu, lakini leo ninachomoka kwa neno lako, kwa neno lako, kwa neno lako. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 7, ule uwezo wa kushinda dhambi uko ndani yangu, uko ndani yangu. Ninasemesha hiyo dhambi, ninasemesha hiyo dhambi kuanzia leo, kuanzia leo hautanishinda, hautanishinda, hautanishinda. Dhambi ya uongo, dhambi ya uzinzi, dhambi ya wizi, dhambi ya ulevi, dhambi ya masengenyo, dhambi yoyote ile adui uliyoleta kwangu, ninatangaza kwa neno la Bwana, toka leo, toka sasa, dhambi hutanishinda. I overcome. Nimekushinda, nimekushinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea sasa kwa dakika moja hapo mahali ulipo, muadhimishe nawe Bwana kwa maneno ya kinywa chako, nawe Bwana akusikie sasa ya kwamba unamaanisha kweli. Yes, ndio akusikia kwamba unamaanisha kweli. Ramanta kayada basha. Yes, anakusaidia tu hapo ulipo makayata. Akalamante lekushata yanda. Anakusaidia tu, ndio adui ya kujua kwamba kuna neema kama hii itakupata siku ya leo. Shetani akuelewa ya kwamba kuna badiliko litakuja, utakutana nalo siku ya leo, utakuchomoa hapo. Akuelewa, let him see that power. Acha saa hii aone hiyo nguvu inavyokubeba. Acha saa hii aone hiyo nguvu inavyokuchomoa kutoka kwenye hiyo dhambi. Hutashindwa tena na hiyo dhambi. You overcome it katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba asante, Mungu mwenye uwezo ni wewe, Baba mwenye nguvu ni wewe. Asante kwa kutusaidia, asante kwa kumsaidia huyu kaka, asante kwa kumsaidia huyu dada yangu, asante kwa kumsaidia huyu mama yangu, asante kwa kumsaidia huyu baba yangu, asante kwa kumsaidia kila mmoja ambaye Mungu ananifuatilia kutoka kwenye kipindi hiki na kutoka kwenye madhabahu hii. I believe Father, ninakushukuru Mungu na ninakuamini kama ulivyoniandaa kutoka kwenye madhabahu. Apakatalanaki yanaande ekashata radabakaya ela mashakata, katika jina la Yesu. Thank you because I see your power. Thank you because I sense your deliverance. I sense your grace and your mercy. Thank you Lord. Asante Mungu kwa ajili yao. Asante kwa upendo wa namna huu ajabu. Ninakushukuru Bwana. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa kutupa uwezo. Asante kwa kutubeba na kutuweka panapo nafasi tena zitakazobeba utukufu wako. Katika jina la Yesu tunakupa utukufu na adhama katika kiti chako cha enzi. Tumeomba na kukushukuru. Amen.